I say hii ni jinsi sasa ya kuendelea kupata nini hii reward, sawa, kwa kutumia kuspin. Spin, zungusha gurudumu. Hivi ndio jinsi ya kuzungusha gurudumu, ndugu Mtanzania, ndugu yoyote ambaye unajua Kiswahili. Hivi ndio jinsi ya kushinda iPhone 17 Pro Max. Complete task, spin the wheel and win. Complete task every 6 hours. Stand a chance to win a share, a 15,000 USDT, a prize pool and iPhone 17. Hii ni iPhone 17 ndugu Mtanzania au ndugu ambaye yote unajua Kiswahili. Hii ni sesheni ya Kiswahili. Hii ni sesheni ya Kiswahili. Kwa hiyo hakikisha kabisa uwe makini jinsi gani ya kuzungusha hili wili. Sasa hapa tunaenda kujaribu ni jinsi gani ya kuzungusha hili gurudumu. Mimi naweza nikapata $30, $1, $5, $100, dola ngapi hapa? Dola 10 au iPhone 17. Hii ni iPhone 17 Pro Max kulingana na tangazo kama unavyoliona kwenye skrini hapo, kwamba Binance hii ni tunaita ni Unlock Africa. Unlock Africa kwa maana kwamba Afrika ni jinsi gani tuamke kuchangamkia fursa kama hizi ambazo zipo hapa Binance. Ni kitu kikubwa sana ambacho unatakiwa kukizingatia. Hii ni promotion ambayo huenda unaweza kujishindia iPhone 17 kama unavyoona hapa. Sawa, unaweza kujishindia iPhone 17 au 30 au $1, $5, $50, au $100, au $100 kama unavyoona, dola 10, au ikiwa inakuja hapa basi ina maana yake try again. Sasa hapa nimekuonyesha mara ya kwanza, mara ya kwanza. Hii sasa ni mara ya pili ndugu Mtanzania. Hii ni mara ya pili. Manake kwa mfano kama unaanza unaweza ukadeposit. Vitu vya kufanya unapotaka kuwa mshindi wa iPhone hii 17 hapa kama unavyoona iPhone 17, basi kitu cha kwanza tasks, shughuli, vitu ambavyo unatakiwa ufanye ni kwamba kitu cha kwanza deposit at least $20 kama unavyoona hapo. Deposit at least $20 via crypto deposit, fiat or P2P, kwa maana kwamba peer to peer. Sawa, kwa hiyo hapa angalia kinachofanyika hapa kwamba ukideposit, kwa maana kwamba kudeposit labda uko na, tunaweza kusema kwamba uko na nini, labda na dola kwenye labda Trust Wallet, Blockchain Wallet au kutoka kwenye exchange zingine. Sawa, una deposit, unaweka kwenye account labda yako ya Binance. Kwa hiyo unapewa mzunguko wa aina moja. Sawa, unapewa mzunguko wa aina moja. Sawa, au umefanyaje? Umetumia via crypto deposit. Wengine nchi zingine zinaruhusu zile nini, tunaita nini pale, fiat money, kwamba labda una deposit direct kupitia benki yako account au kununua Binance peer to peer. Watu wengi wanajua namna ya kuitumia Binance peer to peer kama unavyoona kwenye skrini hapo. Sawa, jinsi ya kuitumia Binance peer to peer. Hiyo ndo watu wengi sana wanaitumia upande wa Tanzania kuliko kutumia moja kwa moja kwenye mfumo wa benki. Sawa, kwa hiyo tumia Binance peer to peer. Hiyo ndo ni rahisi sana kwa upande wa Binance. Sawa, hii ni hatua ya kwanza ndugu mtazamaji, utapata mzunguko mmoja, one spin kama unavyoona hapa. Sawa, sasa hatua ya pili ni wewe kutrade at least dola 10, kwamba umenunua hii hapa, basi trade angalau hata dola 10 kwenye pair yoyote ile. Labda unaweza ukatrade Bitcoin, ukatrade BNB, ukatrade nini tunaita, ukatrade labda Solana, XRP, Dogecoin, Pepe, Shiba Inu, ukatrade tu kwa angalau kwa dola 10. Hakikisha una trade dola 10, lakini unaweka kwenye, labda unapoweka kwenye maji unaangalia weka labda dola 10.1, dola 10.2, ili hii dola 10 itimie inavyotakiwa. Ndio kitu kama hicho hapo. Sawa, hatua nyingine, trade at least dola 25, kama nilivyosema hapo, trade at least dola 50, au trade at least dola 100 kama unavyoona hapa ndugu mtazamaji. Sasa mimi nimetrade zaidi ya hizi hapa, usimeona trade at least this one.
Sasa mimi nimetrade ya hii hapa kwenye akaunti yangu. Mimi huwa na trade Binance kama na trade muda wote. Kwa hiyo kadiri unavyokuwa una trade pale Binance na huku unakuwa unaongezea jinsi gani ya kuspin, sawa? Kuspin. Kwa hapa tutajaribu. Kwa hapa mimi nataka ni claim hii hapa, ni claim reward hii, sawa? Ili niwe na mizunguko mingi. Maanake mimi nimesha trade. Kwa hapa nataka ku claim, ndugu Mtanzania, hapa na claim tayari nimepata mzunguko mmoja kwamba congrats, you have earned the task rewards kama unavyoona, kwa nina mzunguko mmoja tayari ambao nimepata. Sawa. Kwa hapa tayari nimeclaim, kwa hapa nimeclaim, inakuja hapa kwa tayari nimepata nini, mbili, ziko mbili. Sasa nitaclaim nyingine, nitaclaim nyingine ambayo ni hii hapa, nayo claim reward, kwa na mzunguko miwili, ili nitakuwa na mizunguko minne, ili nijaribu kuzungusha. Je, nitafanikiwa? Sawa, hii ni ku keep trying. Sawa, hii you have earned. Sawa, for na bifa. Okay, sawa, hapa nina mizunguko mingapi? Sita, kama unavyoona ndugu mtazamaji. Sawa, na mizunguko sita. Sawa. Haya, kuna nyingine hii hapa hapa. Je, nitakuwa na mizunguko mingapi? Kwa claim reward, nabofya hapa. Sawa, tatu, anakuambia congrats, you have earned the task reward. Kwa hapa je, nitakuwa na mizunguko mingapi? Na mizunguko 9. Sawa, yote tutajaribu. Lakini hii unapata hiyo mizunguko baada ya kufanya task. Kama nilivyokuambia, unafanya shughuli ya kutrade. Unaweza kutrade, kwa mfano ukitrade dola 100, maanake hii mizunguko yote inakuja automatic yote hii ukitrade kuanzia dola 100. Sawa ndugu Mtanzania, una trade inakuja automatic sijui dola 50. Kwa maana yake ukitrade dola 50 hapa itakubali, itakuwa na mizunguko mitatu, itakuja hapa utakuwa na mizunguko miwili kama kawaida, yani kote huku inakubali. Sawa, ila hii peke yake kama ndo labda kwa mara kwanza umedeposit, nayo utapata. Sawa, hivi ndo taski unavyotakiwa kufanya. Sawa, ukiwa umesha trade pale Binance peer to peer, una trade labda spot nini, spot market au futures market, unaweza kutumia kwa mazingira hayo hapo, ili utrade kirahisi inavyotakiwa. Ni simple kama hivi unavyoona ndugu Mtanzania. Sawa. Yes, sasa baada hapo tena unakuja kubofya hii hapa. Hii tayari una spin ngapi? 4. Kwa hapo utaongeza zitakuwa 15. Kwa nayo na claim hapo. Na hizi zinakuja ku claim baada ya kufanya task, ndugu Mtanzania. Ukishafanya task ndo zinakuja hizi ku claim. Sawa? Sasa hapa gurudumu letu liko wazi. Na mizunguko tunayo 13. Je, hii mizunguko 13 itaenda bure? Itaenda bure? Hili ni njia tu ya kukufundisha kwa mtu ambaye unakuwa unataka kufanya hii campaign ambayo Binance tayari wameisha itoa. Kumbuka leo ni tarehe 14, tarehe 14 ya mwezi wa pili, na hii shughuli inaisha tarehe 15, tarehe 15 kama unavyoona saa 8 dakika 59. Kwa maana yake ni chansi yako leo tu ambao ni ya tarehe 14, Valentine Day. Sawa, kufanya leo siku ya mwisho. Kwa hiyo tunaweza kusema hii ni siku ya mwisho kabisa, kwa sababu hii itaisha kesho saa 8 dakika 59. Hii ni kwa mujibu wa nini tunaita, kwa mujibu wa universal, inaitwa Universal Coordinated Time, UTC. Maanake sisi tuko mbele masaa matatu. Kwa hapa jumlisha masaa matatu hapa, kutoka saa 8 dakika 59 tuseme tu saa 9 usiku. Kwa jumlisha masaa matatu, zile saa tatu zile, maanake itakuwa saa 1 asubuhi. Sawa ndugu, tuseme itakuwa saa 12 asubuhi. Kesho saa 12 asubuhi, ambayo ni tarehe 15, hii ndakuwa inaisha. Leo ni siku ya Valentine Day. Sawa ndugu Mtanzania, siku ya Valentine Day. Sawa. Kwa hiyo jaribu kufanya hii hapa kabla siku haijaisha. Sawa. Kwa hiyo twende tunazungusha ili gurudumu. Kumbuka tunazo ngapi hapa? Tunazo mizunguko spins ngapi hapa? 13. Sawa, tuanze kuzungusha. Je, itakuwa inaishia hapa? Ngoja tujaribu. Kwa hiyo mizunguko 13, je, tunaweza tukapata kitu chochote hapo? Tujaribu. Au nitapata hii iPhone 17 hii. So umeona hapo? Je, nitapata iPhone 17? Ngoja tujaribu.
Ngoja tujaribu ndugu Mtanzania, nitakapokuwa naishia. Haya, inaniambia ni try again. Sawa. Haya, nimebakiwa na mizunguko 12, tujaribu tuendelee. Bado okay, sawa, haina shida, tuendelee, tujaribu. Je, nitapata? Bado inaniambia continue. Ni bahati nasibu ndugu Mtanzania. Kwa yoyote ambao unajua Kiswahili, bado inaniambia niendelee. Bado inaniambia niendelee, kwa nabofya tena. Lakini hapa kwa sababu tunakuelekeza, ukiwa na mizunguko hii unafanya muda wote kwa wakati mmoja. Kuna muda ambao utaingia, unatoka, unakuja kuzungusha tena, ndio utakuta bahati yako inakufikia hapo. Sasa hapa mimi nazungusha tu kwa sababu nakuelekeza wewe, sawa? Lakini wewe unaweza kuwa unakuja unahesabu labda baada saa 3 zeni ndo unakuja kufanyeje, kuzungusha, sawa? Kwa hiyo mimi hapa nakuelekeza tu, ndo maana iko hivi, lakini bado inaniambia try again. Yeah, kwa hiyo ndo vitu kama hivi hapo, sawa? Yeah, kwa bado hapo sijashinda kwa, lakini kuzungusha kwake ni huku unakuwa unaendelea hivi, sawa? Bado inaniambia try again. Kumbuka hii ni bahati nasibu ndugu Mtanzania. Sio kwamba kila mtu unaweza kawa umepata, lakini inaweza kawa upande wa kwako. Mimi huku naona bado inanionyesha ni try again. Kwa hiyo mimi upande wa kwangu bado inanionyesha sipati, sawa? Lakini huenda wewe unaweza ukapata ndugu Mtanzania, huenda wewe ndo unaweza ukapata. Kwa hiyo nijaribishe hii spini ya mwisho, je, naishia wapi? Bado inaniambia try again. Kwa hiyo hapa nimefanyaje? Nimekosa zote, lakini ni upande wa kwangu kwa sababu najaribu tu kukuonesha, sawa? Lakini huenda upande wa kwako ndo ukapata zaidi. Mimi hapa natoa mfano na kliki mara kwa mara kama unavyoona ndugu mtazamaji. Naamini umeshaelewa jinsi gani ya kuweza kuzungusha gurudumu lako na ukaweza kujishindia hii iPhone 17 au $30 na kuendelea. Nikutakie siku njema, na jaribu kuwashirikisha hata watu wengine jinsi gani ya kuzungusha. Kumbuka mimi hapa nilikuwa natolea mfano, lakini wewe unaweza ukazungusha kwenye interval ya dakika au hata saa. Labda unaweza kuzungusha kwa mzunguko mmoja sasa hivi ukaacha, sawa? Au ukaja tena baadaye hivi ukafanya, ukaendelea kufanya, utakuta ndo unabahatisha unapata. Asante sana kwa kunisikiliza, nikutakie siku njema. Bye.